Kuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amekashifu serikali ya kitaifa kwa kunyamaza wakati ambapo mauaji ya wachungaji akiwemo Julius Ndumia PCEA yanaendelea kufanyika. Gachagua amemsuta waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen na inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja kwa kuruhusu kanisa na viongozi wake kukandamizwa bila hatua yoyote kufanyika. Wametaka uchunguzi wa kina kufanyika na pia kanda za CCTV za wahalifu waliofanya maovu hayo ziachiwe wazi. Ibada ya mazishi ya Reverend Ndumi imefanyika eneo bunge la Teto County ya Nyeri, kama anavyoarifu Fred Wambua. Ni katika hafla ya mazishi ya Reverend Julius Ndumia aliyeuawa katika kaunti ya Nakuru iliyofanyika nyumbani kwake eneo bunge la Teto County ya Nyeri. Ni hafla ambayo imehudhuriwa na maelfu ya wananchi, wachungaji wa kanisa hilo na pia viongozi wa kisiasa, akiwemo aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, ambaye amechukua fursa hii kuuliza serikali ni kwa nini wamekimya wakati ambao damu ya wachungaji inaendelea kumwagika. Mchungaji wetu akiuawa kinyama na serikali haiongei to give a statement and tell us what happened. Bona damu ya mchungaji imemwagika, Murkomen hawe sema chochote. Sasa ni siku 6 amenyamaza. IG amenyamaza. Why? Is the life of our reverend a lesser life? This is a great church. This is not just another ordinary Kenyan. It's a man of God. Why is government quiet? Gachagua akidokezea kuwa kunayo kanda ya CCTV inaonyesha wahalifu hao wakiingia maeneo alikokuwa mchungaji huyo, na ni vyema kwanza maafisa wa usalama waachilie kanda hiyo kwa umma kabla ya kufanya uchunguzi zaidi. CCTV footage inaonyesha wauaji wakiingia saa 7 wakitoka saa 10. DCI Nakuru are holding that video. Release it. Familia na kanisa na Wakenya waone, alafu muendelee na uchunguzi. Wale wamekamatwa ni msichana mmoja na kijana mmoja, wamepatikana na simu ya mchungaji. Wenye kumuua wamemuua, wametupa simu. Wale wamechukua, hao ndio wamekamatwa. Wale walimuua wako wapi? Na kwa sababu video iko, Irene, tell William Ruto aambie DCI aweke hiyo video tuone jioni, so that tukue satisfied. Aidha, viongozi hao wakiwemo wa kidini wamewataka wachungaji kusimama kidete kutetea wananchi wasio na sauti ya kujitetea, wakiweka wazi kanisa la PCEA limekuwa nguzo kuu hata nyakati za kitambo. Reverend Ndumia did not die a normal death. He was murdered. And indeed, this is a murder most foul. So we are here not just to stand with the family, with the church, but to demand for justice. And we say so because it is the cardinal duty of any government. The first thing and the cardinal duty of any government is to ensure the security of its citizens and to ensure the security of the property of those citizens. Justice to be done in regard to our minister, our active minister. We have a shortage of ministers, so we cannot afford to lose the few we have. Hata kama mnaona ni wengi, kuna parokia zingine zetu ambazo hazina wachungaji, na tumejaribu kuongezea lakini bado hatujafikia, na kwa hivyo ni hasara kubwa sana kwa familia na kwetu kama kanisa to lose a minister while he was in his prime. He was in his second station. Fred Wambua, Undugu TV.